Hili ni gari la jeshi limezingirwa na wananchi wanashangilia. Hili ni gari la jeshi limezingirwa na watu. Hili ni gari la jeshi limezingirwa na watu. Hili gari la jeshi linashangilia na watu. Nisikilize mtu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu sio yule anayehubiri kanisani. Wale ni feki au ndo wanatafuta kuwa watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu kabisa kabisa ni yule anayeweza kuchukua hatua stahiki wakati kama huu. Hatua stahiki ya kuwa sababu ya kuwaokoa watu walio kwenye vilio, hata kwa njia ya kuhatarisha maisha yake, hata kwa njia ya kupata hasara yeye. Siku kama ya leo na zinazoendelea, kuna ambao unawaita makahaba, kuna unaowaita wavuta bangi. Hao ndio ambao hufanya kitu ambacho mtumishi wa Mungu alipaswa kufanya, na hatimaye hao ndio ambao wana sifa na Mungu huwaita watumishi wa Mungu. Ngoja nikusomee maandiko. Na kusi popote ulipo, usijiangalie wewe ni mvuta bangi, usijiangalie wewe ni kahaba. Hebu angalia hatua unayoweza kuchukua ambayo inaweza ikawa sababu ya kuokoa jamii yako kwenye vilio. Nikusomee mfano watu ambao walikuja kuitwa watumishi wa Mungu, wakaingia kwenye orodha ya watumishi wakubwa sana. Nianzie katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 31. Sema kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Kwa imani hapa kwenye kitabu cha Waebrania hiki kuanzia 11, Waebrania 11 chote kimeandika watu wazito, akina Enoko walionyakuliwa kwa imani, akina Ibrahim, akina Musa, akina Daudi. Wale watu nao wafahamu ni magwiji kwenye Biblia, wamesifiwa kwa imani kubwa. Lakini Rahabu naye kaingia kwenye orodha ya watu wenye imani kubwa. Kaingia kwenye orodha ya watu wenye imani kubwa. Ni kahaba, lakini amewaokoa watu ambao walikuwa napeleleza nchi. Akahatarisha maisha yake, lakini wale watu wakatoka salama. Huyo ameingia kwenye moja kati ya watu wenye imani kubwa waliopata kuishi. Nikusomee mfano mwingine wa pili, niende Luka 10 mstari wa 33 hadi 37. Sema lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo alipo na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka katika nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoka, akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakupa. Waonaje wewe katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia katika wanyang'anyi? Akasema ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Hapa kuna mtu alikuwa anasafiri, akiwa njiani akakutana na majambazi, wakampiga, wakamnyang'anya kila kitu. Akapita kuhani, akaona pale, akaona hawa majambazi inawezekana wako mbali, ngoja mimi nipite pembeni, naenda kumwombea, naenda kuwaombea watu, kumwombea huyu mtu katika ulimwengu wa roho. Akapita Mlawi, naye akaona majambazi, mtu kapigwa yuko pale, lakini kaangalia huku na kule, inawezekana majambazi wako jirani hapa, na akasema na mimi naenda kumwombea katika ulimwengu wa roho. Akapita Msamaria ambaye kwa wakati huo aliitwa mpagani asiye na dini, akamhurumia yule mtu, akamwokota, akamtunza, akamgharamia. Ndipo Biblia, Yesu mwenyewe akasema mtumishi wa Mungu ni huyu, hivi alivyofanya. Kuna wakati palikuwa na dhuluma sana katika taifa la Israeli. Yeremia 25 mstari wa 9 imeandikwa kusema, angalia nitapeleka watu wangu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma
ujumbe kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu yao wakao ndani yake na juu ya mataifa hayo yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Kwa kuwa watu walioitwa watu wa Mungu wamefanya maasi, kudhurumiana, kuoneana na vitu kadha wa kadha, Mungu anamuinua Nebukadreza, mwabudu mizimu, mwabudu sanamu. Anamuita huyo ndo mtumishi wangu, huyo ndio atakayekomesha kiburi hiki, maonezi haya. Nataka nikusihi mtu wa Mungu ya kwamba yoyote popote, mimi nishasema, fanya maamuzi ambayo hutajutia milele. Fanya maamuzi ambayo hutajutia milele. Vyovyote vile, wote tutakula matunda ya maamuzi tutakayokuwa tumeyachukua. Wote tutakula matunda ya maamuzi tutakayokuwa tumeyachukua. Nafahamu wako wanao kejeli, mbona wewe hatukuoni hapa barabarani? Huku ni zaidi ya kuwa barabarani, ni barabarani. Mbona wewe hatukuoni hadharani, hatukuoni pengine huko kule? Huku ni zaidi na maisha yangu. Mimi kama wewe unaogopa kufa, mimi mtoto wangu ameshauawa pekee. Sifa binti yangu ameshauawa na mashetani. Mimi kama nikufa nikuuawa, nimeshauawa tayari mara kadhaa. Lakini yote katika yote, sawa, endelea, fanya hilo. Wote tutakula matunda ya maamuzi. Tutakula matunda ya maamuzi tutakayokuwa tumeyafanya. Lakini nataka nikutie moyo, yote tutakayefanya maamuzi yoyote ambayo inaweza kapelekea ukombozi. Wewe ni askari polisi, wewe ni usalama wa taifa, wewe ni jeshi la wananchi, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, wewe ni mfanyabiashara, vyovyote unavyoishi, wanakuita kahaba, wanakuita mwizi, wanakuita kibaka. Lakini inawezekana maamuzi unayoweza ukachukua yakawa ndio maamuzi yatakayokufanya onekane wewe ndiye mtumishi wa Mungu na kuingia kwenye records na historia ya watumishi wa Mungu waliopata kuishi. Kwa sababu utumishi wa Mungu ni kwa namna vile unavyoweza kunasua mtu aliyekwama, aliye kwenye kilio, ambaye hana cha kufanya. Takie baraka nyingi za Yesu Kristo. Nataka tu nikusalimie.